بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tunaendelea darsa yetu ya kitabu Riyadhus Salihin من كلام سيد المرسلين الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، kutoka kwa mtume wa Allah swala na salamu juu yake amesema: mathalul qaimi fi hududillah, mfano wa mtu ambaye anasimama katika mipaka ya Allah, anasimama sawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza yale ya wajibu na kwa kuacha yale ya haramu na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Walwaqi'u fiha, na mfano wa yule mtu ambaye anaingia katika yale aliyoyaharamisha Allah, anavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi matendo ya kheri na anafanya matendo ya haramu. Mfano wa watu hawa wawili, mfano wa mtu ambaye amesimama sawasawa katika dini na mfano wa mtu ambaye amepinda katika dini yake. Kamathali qaumin, ni kama mfano wa watu ambao istahamu ala safinatin, waliopiga kura katika jahazi. Kama mfano wa watu waliosafiri, usafiri wa baharini au usafiri wa kwenye maji, kisha watu hao wakapiga kura, ni nani akae juu ya nini, ni nani awe juu, awe sehemu ya juu katika lile jahazi. Jahazi lina sehemu ya juu na sehemu ya chini. Kwa hiyo wao wakapiga kura ni nani wakae juu. Fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha, baadhi yao wakawa juu ya lile jahazi na wengine wakawa sehemu ya chini. Wa kana alladhina fi asfaliha, wakawa wale ambao wako sehemu ya chini, idha istaqaw min alma'i, wanapotaka maji ya kunywa, marru ala man fawqahum, wanakwenda kwa wale walio juu. Wanapotaka maji wanakwenda kwa wale walio juu. Faqalu, wakasema hawa wa chini: law anna kharaqna fi nasibina kharqa wa lam nu'dhi man fawqana, maonaje tukatoboa tobo hapa chini hapa, tukawa tunayapata maji kwa urahisi. Wa lam nu'dhi man fawqana, na tusiwakere, tusiwaudhi wale walioko juu yetu. Kwa nini sisi kila tukitaka maji tupanda juu, tutaenda kuwaomba wale walioko juu? Tutoboeni tobo hapa chini hapa, maji yatakuwa yanapita. Kwa hiyo yakipita hapa tutakuwa tunapata maji ya kunywa, hatuna tena haja ya kwenda juu, wala hatutawaudhi tena wale walioko juu. Fa in tarakuhu, wale wa juu wale wakiwaacha hawa wa chini wakatoboa tobo, wama aradu, fa in tarakuhum wama aradu, wakiwaacha na yale wanaoyataka, halaku jamia, wataangamia wote, wa juu na wa chini. Wa in akhadhu ala aydihim, lakini wakiwazuia kwa mikono yao, najau, wataokoka, wa najau jamia, na watasalimika wote watasalimika. Wazi? Ina maana hawa wa chini wakiachiwa, wakitoboa jahazi litajaa maji,
maji yatapita, jahazi litajaa maji, watazama, watakufa wote, wa chini na wa juu. Lakini hao wa juu wakiwazuia wa chini wasitoboe, ina maana watasalimika, hawatozama. Mfano huu ndio mfano wa watu wale waliosimama katika dini ya Allah kisawasawa, na mfano wa wale ambao hawajasimama katika dini ya Allah kisawasawa. Hawa waliosimama katika dini ya Allah kisawasawa, wasipowakataza hawa waliopinda, basi wataangamizwa wote, wataangamizwa, kama tutakavyokuja kuona huko mbele hadithi ya Ummul Mu'minin Zainab bint Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Kwa hadithi hii inaonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwamba watu lazima waamrishane yaliyokuwa mema, lazima watu wakatazane mabaya, na hiyo ndiyo salama yao, na hiyo ndiyo salama ya umma. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hud anasema, falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, kwamba lau wangepatikana katika karne zilizopita watu werevu wenye akili wa kukataza uharibifu katika ardhi, lakini hawakupatikana watu hao isipokuwa wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwasalimisha. Ina maana wapo ambao walikuwa si waovu, si waharibifu, lakini hawakatazi ule uharibifu unaofanywa. Fa'ammahum adhabullah, ikawaenea na wao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na waovu. Kwa hiyo hadithi hii ni mfano mzuri katika kuonesha umuhimu na uwajibu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Alqaimu fi hududillahi ta'ala maanahu almunkiru laha, mwenye kukemea yale ya haram. Alqaimu fi daf'iha, aliyesimamia katika kuyazuia yasitokee, yasifanywe. Wa izalatiha, na kuyaondosha baada ya kuwa watu wanayafanya. Walmuradu bilhudud, na maksudio ya hudud, ma naha Allahu anhu, ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Istahamu yani iqtara'u, wakapiga kura, alqur'a. Wa an ummil mu'minin ummi salamata Hindi binti Abi Umayyah, sawa, sio Zainab bintu Jahsh, ni Hindu, afwan. Wa an ummil mu'minin ummi salamata Hindi binti Abi Umayyah, na kutoka kwa ummul mu'minin Ummu Salama Hindu binti Abi Umayyah Hudhaifata radhiyallahu anha an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innahu yusta'malu alaykum umara, kwa hakika mtatawalishiwa nyinyi viongozi, kwa hakika mtatawalishiwa nyinyi viongozi, sawa. Fataarifuna wa tunkirun, taarifuna wa tunkirun, mtayajua yale wanayoyafanya na kuyakubali. Wa tunkirun, na yako mengine ambayo mtayachukia, sawa, na yako ambayo mtayachukia. Faman kariha, basi yoyote yule atakayechukia kitu kwa kiongozi wake, faqad baria, huyo amesalimika. Waman ankara faqad salima, na yule atakayekemea na kukataza mabaya hayo,
faqad salima, huyo atakuwa amesalimika. Walakin man radiya wa taba'a, lakini khasara na balaa ni kwa yule atakayeridhia uovu huo na akafuata. Innahu yusta'malu alaykum umara'u, kwa hakika mtatawalishiwa nyinyi viongozi. Fataarifuna wa tunkirun, kuna mtakaoyakubali kwa wao ambayo hayo ni mema, kiaona kwao mnajua haya ni mema, mnakubaliana nayo, hamna shida nayo. Wa tunkirun, na yako ambayo mtayaona kwa wao ni mabaya, mtayachukia hayo mabaya hayo. Faman kariha, atakayechukia katika moyo wake, faqad baria, basi huyo atakuwa amesalimika. Waman ankara faqad salima, na yule ambaye atakemea imma kwa ulimi wake au kwa mkono wake, huyo naye atakuwa amesalimika. Walakin man radiya wa taba'a, lakini balaa na hasara ni kwa yule atakayeridhia na akafuata. Qalu ya Rasul Allah, wakasema masahaba, ewe mtume wa Allah, ala nuqatiluhum, je tupigane nao hawa, tuwapige vita hao watawala wa namna hiyo ambao tunaona kwa wao yale tunayoyachukia. Si tunayachukia tu, lakini ni mabaya ya kisheria, ndio maana tunayachukia. Je, watawala hao tupigane nao? Tunamwona mtawala anakunywa pombe mathalan, je tupigane naye, tupambane naye? Mtume anasema la, hapana, msipambane naye. Ma aqamu fikum as-sala, muda wa kuwa unasimamisha swala kwa nyinyi. Sawa, msipambane nao muda wa kuwa wanaswali. Na hii dalili ya wazi kwamba mwenye kuacha swala ni kafir, kwa sababu akiwa haswali, maana kama haswali anatakiwa, inafaa kufanyaje? Kumpiga vita. Sawa, kwa hadithi zilizotangulia inayosema kwamba illa an tarau minhu kufran bawahan, isipokuwa mtakapoona kwake yeye ukafiri uliokuwa wazi. Na katika hayo ni kuacha swala, sababu Mtume hapa anasema msipambane nao muda wa kuwa wanafanyaje? Wanaswali. Ina maana wakiacha swala, jambo hilo kwa wao ni ukafiri wa wazi, inafaa kupambana nao, lakini kwa masharti ambayo tuliyataja jana. Maana yake man kariha biqalbihi, yule atakayechukia katika moyo wake, atakayechukia kwa moyo wake. Walam yastati' inkaran biyadin, na akawa hakuweza kukemea kwa mkono, wala lisani, wala kwa ulimi wake. Faqad bari'a min al-ithmi, mtu huyo atakuwa amesalimika kutokana na madhambi. Wa adda wadhifatahu, na atakuwa ametekeleza ule wajibu wake. Waman ankara bihasabi taqatihi, na yule atakayekemea kwa kiasi cha uwezo wake. Faqad salima min hadhihi al-ma'siyah, atakuwa amesalimika na maasi haya. Waman radiya bifi'lihim, na yule atakayeridhia na vile vitendo vyao. Watabahum, na akawafuata katika uovu wao. Fahuwa al-asi, huyo ndio katika wale waliofanya maasi, anahesabiwa kuwa na yeye ni katika waliofanya maasi. Sawa. Wa an ummi al-mu'minina ummi al-Hakam Zainab bint Jahshi radiyallahu ta'ala anha, na kutoka kwa ummul mu'minin ummul Hakam Zainab bint Jahsh. Zainab huyu ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qada Zaid minha watara zawajnakaha, akawa
Zainab anajifakharisha baina ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiwaambia zawajakunna ahalikunna wa zawajani Allahu alladhi fawqa sab'i samawati, nyinyi nyote wamekuozesheni mawali wenu, lakini mimi nimeozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko juu ya mbingu saba. Kwa hiyo kana taftakhir ala nisai an-nabii alayhi salatu wassalam. Kwa anasema ummul mu'minin ummul hakam Zainab bint Jahsh anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha fazi'an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia nyumbani kwake, yani nyumbani kwa Zainab, fazi'an, Mtume akiwa amefadhaika, amepatwa na fadhaa, amefadhaika. Yaqul, na huku anasema la ilaha illa Allah wailun lil'arab min sharrin qad iqtarab. La ilaha illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah, au hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Wailun lil'arab, adhabu kali kwa Waarabu, au ole wao Waarabu. Min sharrin qad iqtarab, kutokana na shari iliyowakaribia. Wailun lil'arab, ole wao Waarabu. Min sharrin qad iqtarab, kutokana na shari iliyowakaribia. Futiha al-yawma min rajmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, sawa. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhama wallati taliha hakadha, tumealiweka hivi, sawa. Tumesema futiha al-yawma, imefunguliwa siku ya leo, min rajmi Ya'juj wa Ma'juj, ile ngome ya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni viumbe hawa wa Allah ambao wao ni mufsiduna fil ardh, viumbe wenye kufanya uharibifu katika ardhi, na kutoka kwao ni moja katika zile alama kubwa za Kiyama, katika zile alama kubwa za Kiyama, kutoka kwa Ya'juj wa Ma'juj. Kwa hiyo imefunguliwa ngome yao siku ya leo. Hakadha mithlu hadhihi, mfano huu. Wahalaqa biusbu'aihi al-ibhama wallati taliha, Mtume akaweka halqa, akaweka duara hakadha, sawa, kwa mkono wake, kwa kidole chake cha gumba na kinatofuata kidole cha gumba, hakadha, sawa. Faqultu, anasema ummul mu'minin ummul hakam, nikasema mimi, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anuhlaku wa fina as-salihun, hivi je tutaangamizwa sisi na ili hali miongoni mwetu kuna watu wema? Sawa. Anuhlaku wa fina as-salihun, je tutaangamizwa sisi na ili hali watu wetu, na ili hali miongoni mwetu kuna watu waliokuwa wema? Qala na'am, Mtume akasema ndio. Idha kathura al-khabathu, yatakapokithiri madhambi, madhambi yatakapokuwa mengi, basi mtaangamizwa nyote, wema wenu na waovu wenu, wote wataangamizwa. Ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anuhlaku wa fina as-salihun, je tutaangamizwa sisi na ili hali miongoni mwetu kuna watu wema? Qala na'am, Mtume akasema ndio. Idha kathura al-khabathu, yatakapokithiri madhambi, au watakapokithiri waovu. Kwa maana zote mbili yafaa, yatakapokithiri madhambi au watakapokithiri waovu. Ina maana madhambi yakiwa mengi na waovu ni wengi, na waovu wakiwa wengi, ina maana pia madhambi ni mengi. Muttafaqun alayhi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس في الطرقات tahadharini na kukaa mabarabarani, kukaa manjiani. Watu wakawa hawana, wamejiwekea barabarani au njiani ndio kijiwe chao wenyewe, wanakaa hapo napiga stori na mambo mengine. Mtume anatahadharisha jambo hilo, iyyakum waljulusa fi turuqat, tahadharini na kukaa manjiani. Faqalu ya Rasul Allah, wakasema sahaba, ewe Mtume wa Allah, ma lana min majlisina buddun, sisi wana lazima tukae hapa kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kukaa, na pia tukikaa hapa tunapata kuliwazana, tunashauriana, tunanasihiana na mambo mengine. Kwa hiyo sisi hatuna budi, lazima tukae, natahaddathu fiha, tunazungumza katika vikao hivi mambo mengi tu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa idha abaytum illa almajlisa, basi ikiwa mtakataa na hamuwezi isipokuwa ni kuendelea kukaa sehemu hiyo fa idha abaytum, ikiwa mtakataa kuacha kukaa manjiani, illa almajlisa, isipokuwa mkachagua kukaa, fa'atu tariqa haqqahu, basi zipeni njia au ipeni njia haki yake. Sawa, fa'atu tariqa haqqahu, ipeni njia haki yake. Qalu wama haqqu tariqi ya Rasul Allah, wakasema ni ipi haki ya njia ya Mtume wa Allah? Hizi njia hizi haki zake ni zipi? Qala, Mtume akasema, ghaddu albasar, kwanza ni kuinamisha macho chini. Sawa, sio kila anayepita basi na yeye mnamsindikiza kwa macho, sababu jambo hilo litapelekea kusengenya, lakini watu wakipita na inamisha macho chini, sawa sawa ni wanaume au wanawake. Jambo la kwanza ghaddu basar, kuinamisha macho chini. Wa kafful adha, jambo la pili ni kuzuia maudhi, sawa, kutokuwaudhi wapita njia. Wa raddu salami, haki ya tatu ni kurejesha salamu. Anapopita mtu akasalimia, basi na nyinyi mrudishieni salamu. Wal amru bil ma'rufi, na kuamrisha mema. Umeona mtu anafanya jambo baya, anafanya maasiya, basi nyinyi au mtu anapita, mnamlingania, mnamfanyia da'wa, mnamwamrisha mema. Na haki ya tano an-nahyu 'anil munkar, na kukataza maovu. Mtu amepita na mwana anafanya maasiya, basi nyinyi mnamkataza yeye kutokana na maasiya hayo. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Kwa hiyo hizo ndizo haki za njia. Haki za njia ni tano. Haki za njia ni ngapi? Ni tano. Kuinamisha macho chini, kuzuia maudhi, kutokuudhi watu, kadhalika kurejesha salamu kwa yule anayetoa salamu, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa yote hayo, hadithi hii nayo pia inaonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hivyo hivyo hadithi iliyotangulia ya Ummul Hakam Zainab bint Jahsh. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, raa khatama min dhahabin fi yadi rajulin, aliona pete ya dhahabu katika mkono wa mtu. Amekuja mtu kwa Mtume amevaa pete ya dhahabu. Fanazaahu fatarahahu, Mtume akaivua ile pete akaitupa. Waqal, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya'midu ahadukum ila jamratin min nari,
hivi anakusudia mmoja wenu analikusudia mmoja wenu kaa la moto, fayajaluha fi yadihi, kisha kaa la moto hilo analiweka mkononi mwake. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana amekuja amevaa pete ya dhahabu, na inakatazwa kwa mwanamume kuvaa dhahabu, kwa kuwa dhahabu limeruhusiwa kwa wanawake, ama kwa mwanamume haifai kuvaa pambo la aina yoyote la dhahabu, haifai. Sawa? Kwa Mtume alivyoiona ile pete ya dhahabu kwa mtu, akaivua akaitupa, kisha akasema ya'milu ahadukum ila jamratin min nar, mmoja wenu analikusudia kaa la moto, fayaj'aluha fi yadihi, kisha analiweka mkononi mwake. Faqila lirrajul, yule bwana akaambiwa, baada ma dhahaba Rasulullah, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, wakamwambia khudh khatamak, chukua pete yako, intafi bihi, kanufaike nayo. Sawa, iuze au itoe sadaqa au kadha, chukua kanufaike nayo. Qala la, yule bwana akasema hapana, wallahi la akhudhuhu abada, na apa kwa Allah sitoichukua milele hiyo pete. Waqad tarahahu Rasulullah, na ile hali aliyoitupa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume mwenyewe ameivua akaitupa, hakunivua akanambia usivae, shika kanufaike nayo. Mtume ameivua akaitupa, kisha mimi nikaiokote. Wallahi la akhudhuhu abada, na hapa kwa Allah sitoichukua pete hiyo milele. Hadithi hii inaonyesha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anatilia umuhimu suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya, kama hapa alipomkataza huyu sahaba kutokana na kuvaa pete ya dhahabu. Na hii pia inaonyesha wakati mwingine katika kuamrisha au katika kukataza inahitajika ashidda, inahitajika ukali kulingana na jambo lenyewe na mfano mambo kama hayo. Rawahu Muslim, hadithi iliyopokea Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Hasan al-Basri, na kutoka kwa Abu Sa'id al-Hasan al-Basri radiyallahu rahimahullah, anna Aidh ibn Amr, hakika Aidh ibn Amr ni sahaba, bali ni katika fudhalau sahaba, kama sahaba aliyokuwa bora. Alishuhudia sulhu ya Hudaybiyah, naye ni katika wale waliotoa bai'a chini ya mti, bai'atu ar-ridwan, ambao Allah amewataja kwamba amewaridhia, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Sasa huyu Aidh dakhala ala Ubaydillah ibn Ziyad, aliingia kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Ubaydillah ibn Ziyad ndio yule aliyemuua al-Hasan al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Faqala, na huyu bwana alikuwa ni mfufuavu kwa raia wake, yeye alikuwa ni kiongozi katika maeneo ya Iraqi huko al-Basra wal-Kufa na kwingine, na alikuwa ni mfufuavu mno kwa kwa raia wake. Kwa hiyo huyu Aidh, yeye kwa nafasi yake, kwa kuwa ni sahaba na alikuwa ni mtu mzima, umri umekwenda, akaingia kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Faqala ay bunayya, akamwita ewe kitoto changu kipenzi, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake akisema, inna sharra ar-ri'a'i al-hutama, hakika viongozi waliokuwa waovu, waliokuwa washari, al-hutama ni wale waliokuwa wafufuavu kwa raia wao. Inna sharra ar-ri'a'i,
hakika viongozi wenye shari waovu, alhutama, ni wale wasusuavu kwa raia wao. Angalia, sahaba ameingia ndani kwa mtawala, akamnasihi kwa upole na kwa huruma na kwa mapenzi ya hali ya juu, ya bunayya, ewe mtoto wangu kipenzi. Kisha akamweleza hayo maneno, kisha akamwambia fa iyyaka an takuna minhum, basi tahadhari usije ukawa na wewe ni katika hao viongozi waovu wa shari. Pamoja na kwamba yeye alikuwa hivyo, huyo bwana alikuwa ni muovu, alikuwa ni mfusuavu kwa raia wake, lakini sahaba anamwambia tahadhari usije ukawa katika hao. Faqala lahu, yule bwana akasema ijlis, anamwambia sahaba ijlis, ebu kaa bana, fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad, wewe ni makapi tu katika masahaba wa Mtume. Najua makapi, yani ukisafisha zile ngano, sawa, ile ngano ukiivuna mathalan, ukisafisha yale yanayo ambayo yameficha zile ngano zile, yale ndo makapi, yale ndo nakusudia. Au kama mbao ile ikipigwa landa, sawa, ule unga unaotoka ule ndo makapi yale. Kwa hiyo bwana anamwambia sahaba wa Mtume ijlis, kaa, fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin, wewe hakika wewe ni makapi tu katika masahaba wa Mtume. Kwa maana wewe si katika masahaba bora, una fadhila zote, unaongea nini wewe wakati ni bora katika masahaba waliokuwa bora? Masahaba wote ni bora, bali huyu yeye ameshuhudia bai'atul ridwan, ametoa bai'a ya chini ya mti ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulu an-nar ahadun bai'a tahta ash-shajara, hata ingia motoni yoyote yule ambaye ametoa bai'a chini ya mti. Na Aidh alikuwepo katika waliotoa bai'a chini ya mti. Faqala, akasema sahabiyul jalil Aidh ibn Amr, hakupani, hakuonesha hasira, akasema wa hal kanat lahum nukhala, na je katika hao masahaba wa Mtume kulikuwa na makapi? Kuna asiyekuwa bora katika masahaba wa Mtume? Maana hakuna, sawa. Innama kanat an-nukhalatu ba'dahum, lakini kwa hakika wale waliokuja baada ya masahaba hao ndio makapi, hao ndio wasiokuwa bora, wasiokuwa na fadhila. Wa fi ghairihim, na kwa wengine. Kwa maana huo wasfu ulionisifia mimi, wewe ndio unastahili zaidi kusifiwa wasfu huo. Wazi? Lakini alhasil kwamba tunajifunza vitu viwili katika hadithi hii. Kwanza, viongozi, namna ya kuwanasihi viongozi. Viongozi hawanasihiwi kwa dhahir, viongozi wananasihiwa kwa siri, kama alivyofanya Aidh, aliingia ndani akamnasihi. Lakini pia sabru ala al-adha, kuwa na subra kutokana na maudhi, kwa sababu katika da'wa, katika kuamrisha wema na kukataza mabaya, kuna maudhi, kuna matusi, kuna kadha wa kadha, yote hayo utakutana nayo. Kwa hiyo tunatakikana nini? Ni subra. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Imam Muslim. Wa an Hudhaifa, tunakamilisha. Wa an Hudhaifa radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Hudhaifa Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema, walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la ta'murunna bil ma'rufi, kwa hakika mtaamrisha mema, wala tanhawunna 'anil munkar, na kwa hakika mtakataza maovu. Walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye, au na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la ta'murunna bil ma'ruf, wallahi mtaamrisha mema,
wala tanhauna 'anil munkar, wallahi mtakataza yaliyokuwa mabaya. Au la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu, au inakaribia, maana msipoamrisha mema na kukataza mabaya, inakaribia Allah subhanahu wa ta'ala kupeleka adhabu juu yenu. An yab'atha 'alaykum, au la yushikanna Allahu, au inakaribia kwa Allah, anakaribia Allah an yab'atha 'alaykum, kupeleka kwenu nyinyi iqaban minhu, adhabu itokayo kwake. Takuadhibuni msipotekeleza suala la kuamrishana mema na kukataza mabaya, basi jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu nyinyi. Thumma tad'unahu, kisha mtamuomba yeye, fala yustajabu lakum, na wala hamtajibiwa maombi yenu. Na hiyo ni katika adhabu pia, muomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah asijibu maombi yenu, hiyo nayo ni katika adhabu. Kwa hadithi hii inaonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.